Kwa kushirikiana na shirikisho la vyama vya wafanyakazi TUCTA tufanye press conference ya pamoja, tukutane na wanahabari kwa pamoja ili kuweza kuzungumza na Watanzania ambao wanafuatilia siku hii muhimu kwa wafanyakazi. Sasa kwa niaba ya serikali ya mkoa wa Njombe, napenda kutoa rasmi kwa umma kwamba maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani maarufu kama Mei Mosi mwaka 2026 kitaifa yatafanyika hapa Njombe. Sherehe hizi zitafanyika katika kiwanja kipya au uwanja mpya wa mkoa uliopo Runyanyo. Hili ni eneo ambalo liko karibu na halmashauri ya mji wa Njombe ambalo limeandaliwa mahususi kwa ajili ya tukio hili. Watu wa Njombe wanajua tumezoea kufanya sherehe zetu na matukio yetu makubwa kwenye uwanja wa Sabasaba mjini. Lakini moja ya alama kubwa ambayo sisi kama mkoa tutaikumbuka Mei Mosi ni pamoja na ujenzi wa uwanja mpya wa mkoa. Na eneo hili la uwanja liko ubavuni mwa makao makuu ya ofisi za halmashauri ya mji, lakini pia linapakana na eneo la makao makuu ya mkoa. Tunayo heshima kubwa kuwataarifu Watanzania wote kwamba mgeni rasmi katika maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani atakuwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Na kauli mbiu ya maadhimisho ya Mei Mosi mwaka 2026 ni kazi zenye staha, ni nguzo imara kwa maendeleo endelevu katika utekelezaji wa Dira ya Taifa 2050. Mkoa wa Njombe umejipanga kikamilifu kuhakikisha maandalizi yote yanakamilika kwa viwango vya juu, kwa viwango ambavyo vinakidhi kiongozi mkuu wa nchi kuweza kuja kuhitimisha sherehe hizi. Napenda kutumia fursa hii kukaribisha wafanyakazi wote kutoka sekta za umma na sekta binafsi nchini, lakini kwa upekee sana niwakaribishe wananchi wote wa Njombe. Wananchi wote kwa maana ambao ni wafanyakazi na wasio wafanyakazi, walioko mashambani, wajasiriamali na watu wa makundi yote, hata kama hawana shughuli za kufanya rasmi na zisizo rasmi. Naomba niwakaribishe kushiriki kwa wingi katika maadhimisho haya muhimu. Hii ni fursa ya kuenzi mchango wa wafanyakazi katika maendeleo ya taifa letu pamoja na kujadili masuala muhimu yanayohusu ustawi wa wafanyakazi. Sasa Mei Mosi ya mwaka huu imekuwa na vitu vingi. Na moja ya eneo ambalo wananchi wangependa kufahamu ni eneo la ulinzi na usalama. Nitumie nafasi hii kama kiongozi wa mkoa kuhakikisha kwamba sisi kama mkoa tumefanya maandalizi ya kutosha. Na sisi kama mkoa tumejidhatiti kuhakikisha kwamba shughuli inamalizika vizuri, wananchi wetu na shughuli zao zote zinafanyika kwa chini ya uangalizi mkubwa wa ulinzi wetu na usalama sisi kama mkoa wa Njombe. Lakini lazima tujue kwamba ujio wa Mheshimiwa Rais kwenye mkoa ni fursa kubwa. Mheshimiwa Rais anapokuja anakuja na wasaidizi wengi, mawaziri, makatibu wakuu, mabalozi, wakuu wa taasisi na viongozi wa makundi mbalimbali. Hiyo ni fursa kubwa sana kwenye mkoa wetu wa Njombe, na naomba wananchi wa mkoa wetu waweze kuitumia fursa hiyo vizuri. Na namna kuitumia vizuri ni pamoja na kuja kuungana na Mheshimiwa Rais kwenye uwanja wetu wa Runyanyo pale ambapo Mheshimiwa Rais atakapokuwa anaongea na Watanzania kupitia hotuba yake. Kwenye wakati huu ambao tumekuwa na matayarisho ya Mei Mosi, takriban kwa mwezi mzima, Wananjombe wanaona fursa kubwa, biashara kubwa zimefanyika. Biashara katika maeneo ya malazi, biashara katika maeneo ya chakula, usafirishaji, vituo vya mafuta, kila aina ya ujasiriamali. Kwa sababu Mei Mosi imetuletea wageni
zaidi ya wageni 5,000 toka waliokuja kuanzia maandalizi ya michezo, waliokuja kwenye wiki ya usalama OSHA, lakini na wageni ambao sasa wadasimu wanakuja kwa ajili ya kuungana Mheshimiwa Rais. Imekuwa ni fursa kubwa sana kwenye mkoa, na Wananjombe wameona kwamba mkoa umekuwa na tumeweza kupata wageni wengi, na Mei Mosi imetufungua kwamba tunataka tufanye zaidi. Tunataka tujenge nyumba nyingi za wageni, tuwe na migahawa mingi, tuwe na maeneo mengi ya kutoa huduma. Kwetu sisi imekuwa ni fursa kubwa. Lakini mtaona wageni wetu wanafanya booking, wanaambiwa Njombe imejaa. Imejaa kwa sababu nyumba za wageni zimeweza kujaza watu wenye nyumba zao ambazo wamezipeleka kwenye BNB zimeweza kujaza watu. Lakini hata maeneo yetu ya jirani kwenye mpira tunasema na viunga vyetu, watu wamefanya biashara, si Njombe tu, lakini Makambako hoteli zimejaa, maeneo ya Nging'ombe hoteli zimejaa, majirani zetu wa Mafinga na Iringa hoteli zimejaa. Tuna wageni wengi sana ambao wanakuja na ndege kuja kushukia Mbeya, wanalazimika kulala Mbeya au Igawa, Mbalali kwa ajili ya kuwahi kwenye Mei Mosi. Sisi tunasema kwamba kwetu sisi hii imekuwa ni fursa kubwa sana kwenye wakati huu tunapofanya maandalizi haya ya Mei Mosi. Lakini wananchi wetu wa mkoa na sisi kama viongozi wa mkoa, utayari wa wananchi ni mkubwa. Utayari wa wananchi ni mkubwa sana kwenye kumpokea Mheshimiwa Rais, kwa sababu tunayo miradi mingi sana ambao kazi za rais kwa mkoa wa Njombe hazihitaji tochi. Ninyi wenyewe ni mashahidi, watu wamefika hapa Njombe wameona mabadiliko makubwa sana katika miaka 5 ya Mheshimiwa Rais. Ikiwa ni pamoja na eneo hili la mji wa serikali ambalo miundombinu muhimu ya mkoa imejengwa. Mtaona majengo ya kutoa haki kama eneo la mahakama, kituo, jengo la polisi la mkoa, eneo la ofisi ya mwendesha mashtaka DPP mkoa, ofisi za zima moto mkoa. Jengo letu sisi wenyewe kama mkoa tayari limekamilika, lakini tuna miradi mikubwa bilioni 20 kwenye mradi wa UDOM unakamilika, na mwaka huu Chuo Kikuu cha Dodoma wanaanza kudahili watu